damu ya Yesu ina nguvu ya kuondoa hasira kutoka kwa mtu mwenye hasira za mauti. Kuna hasira za mauti, kuna hasira za kupiga lakini haui. Hasira hizi zina kikomo, lakini kuna hasira za mauti. Kuna hasira za kupiga. Sasa wapo watu huenda wanakuwinda kukumaliza, wana hasira na wewe kazini, wanacheka na wewe huwajui. Wana hasira na wewe kwenye biashara zako, wanacheka na wewe hujui. Wana hasira na wewe mtaani, wanataka kukumaliza kwa kukuloga, kukuendea kwa waganga, kukuchawia wakuue. Sasa damu ya Yesu inao uwezo wa kuondoa hasira za mtu ama za watu wenye hasira za mauti. Napenda sana damu. Sasa usipojua hii na jinsi ya kuitumia damu ya Yesu, wanaweza wakakuua na damu ya Yesu ipo. Nakwambia hivi na kuhakikishia kama Bwana ishivyo, wapo walokole wenzetu walishawawa na nguvu za giza na kifaa hiki kikubwa alichotuachia Yesu wakati anakaribia kufa wanacho. Kwa nini wanakufa na damu ya Yesu ipo? Mtu tu anaweza kakuendea kwa mganga kukuloga, sema lete picha yake. Mtaipataje? Nitamuingia kwa akili. Bwana leo twende tutoke tunywe soda kidogo, anakununulia. Anakupitisha mtaa ambao wapiga picha wapo. Ai bwana, tusipige picha ya ukumbusho. Mnapiga picha, inaenda kwa mganga, anaikata katikati, ya kwake anaiondoa, inabaki ya kwako kwa mganga. Anaita nafsi yako, inaingia kwenye picha. Mganga anafanya anavyojua, unaweza ukapigwa na damu ya Yesu unayo. Ogopa mtu mwenye mazoea ya kuitumia damu ya Yesu live. Ogopa mtu mwenye mazoea ya kuitumia damu ya Yesu awapo kwenye maombi yake, huyo usimguse. Yesu asifiwe sana. Samueli wa kwanza 16 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Leo tunatumia damu ya Yesu, alafu tuone kitaka